Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kwa unapotenda haki, unapofanya mambo mazuri yanayompendeza Mungu, nataka nikwambie jambo moja pia, malipo yako yataanzia hapa hapa. Hapa hapa. Jamani, hapa hapa. Kwa hiyo kwenye ile misiba ni kwamba tunafarijiana tu. Nirudie ile pointi ambayo ilipita, tunafarijiana. Ni maneno ya faraja. Kwa hiyo lazima hatuwezi kusema kwamba huyu aliyekufa alikuwa gaidi sana na alikuwa mchawi sana, amekula watoto wengi, sijui nini na nini. Hayo hayatuhusu. Mungu atusaidie sana. Hayo hayatuhusu. Alikuwa vile. Alikuwa ni mnyongaji huyu. Huyu aliwahi kufanya, yaani pale kwenye mahubiri tunahubiri hivyo kwamba alikuwa mchafu, alikuwa mnyongaji huyu, mkabaji huyu, mwizi huyu, alikuwa kafiri huyu. Sio tunafika tu pale. Tunachokifanya ni kwamba tunatoa neno ambalo linaweza kufanya nini? Kuwaponya wengine, ili kuwatoa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yale mengine tunaacha, na watu wataimba tu nyimbo zile, lakini kama amekufa katika dhambi, ni wapi? Hell, motoni, kuzimu. Kama amekufa katika dhambi. Lakini kama amekufa katika mema, hata mumtupe akaliwa na fisi huko, yeye alishaenda zake. Hata atupe baharini aliwe na papa, yeye alishaenda zake, kama alikuwa anatenda mema. Mungu atusaidie sana. Kwa ibada zile ni kwa ajili tu ya kufarijiana wale wafiwa, lakini pamoja na kuwahubiria wengine ili waone njia sahihi na waishi maisha ambayo ni sahihi, yatakayowafanya na wao waende wapi? Waende mbinguni. Lakini sio kwa ajili eti sana sana tunasindikiza tu ule mwili wake, kwa sababu alikuwa ni mwanadamu mwenzetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama alikuwa pengine ni kichaa, alikuwa nani, lakini kwa sababu ni mwanadamu mwenzetu, kwa hiyo tunampeleka tu kama kwa heshima ya damu. Kwa hiyo lazima pia tutamfanyia vizuri. Ndio hapo pia anatafutiwa sanda na nini ili awekwe vizuri, ataoshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ataoshwa na nini? Kwa hiyo ni hali fulani tu ya kama kusindikiza. Mungu atusaidie sana. Lakini sio kwamba eti kwa sababu mtu amezikwa na maelfu ya watu kwa hiyo ndio mbinguni. Inategemea mwisho wake ulikuwaje. Kwa sababu magari mengi Msoloni hivi na kule na Niveta, magari mengi yakiwepo sio mbaya, lakini yale kwa sababu magari ni mengi hivi na Veta, pipi magari yanaenda hapo na tarumbeta. Siku hizi mpaka kuna matarumbeta na matarumbeta. Sio mbaya kama umeamua kufanya hivyo, sio mbaya kwa ajili ya usindikizaji, lakini si kwamba hicho ndio kitampeleka mbinguni. Hiyo ni hatua fulani ya kusindikizana tunasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasindikizana tu. Kwa hiyo inategemea maisha yake ya mwisho yalikuwaje na Mungu. Siku hizi magari mengi msululu mpaka kule, tarumbeta zinapigwa, au mpaka mziki siku hizi unasindikizwa na mziki mpaka makaburini. Kumbe wakati mwingine wanasindikiza mgomba hadi makaburini. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Lakini sio mbaya kama kuna mbwembwe kama hivyo, ni kusindikizana, haina shida. Ila ni kwamba tukio lile ni kwa ajili ya walio hai. Ndio maana hata pilau linapikwa, marehemu wanakula. Marehemu wanakula pilau. Kuna pikwa vizuri, vinono vinakuwa vizuri, lakini marehemu hata punje moja ya wali hapati, hata kipande kimoja cha nyama akipati. Na ndio maana ile shughuli pale ni kwa ajili ya walio hai na si kwa ajili ya waliokufa.